Mheshimiwa mwenyekiti wa kata ya Kitangiri, tunaukaribisha sana. Wewe umekuwa ni chachu ya maendeleo kwenye mtaa huu. Ni wewe uliyetoa shilingi milioni 2,500,000 kwa ajili ya kuongezea ujenzi wa zahanati ya Kwarubara. Lakini pia ulitoa shilingi 3,300,000 kuokoa ile zahanati baada ya mvua nyingi kunyesha. Ule msingi ambao ulikuwa umeziba wa kule nyuma, vijana wakapewa ajira, wakazibua ule msingi na ile zahanati mpaka sasa iko imara. Mheshimiwa mwenyekiti wa kata, haukuishia hapo. Umetoa shilingi milioni 1 kwa ajili ya kununua vyombo vya nzengo. Kipindi hicho tulikuwa hatuna vyombo vya nzengo. Tunakushukuru sana. Lakini pia umetoa tofali 100 kwa ajili ya ujenzi wa ofisi ya CCM tawi la Kitangiri Kati na mchanga tripu 1 na mifuko 5 ya sementi. Lakini umeendelea kuisaidia ofisi ya Chama cha Mapinduzi tawi la Kitangiri Kati. Umeendelea kufanya mambo mengi, nisiishie kwenye tawi, hususan kwenye kata ya Kitangiri. Maeneo mbalimbali umekuwa ni chachu ya maendeleo. Mihama pale kwenye zahanati umesimama ukiwa kama mwenyekiti wa CCM kata hii. Mpaka leo tuna macho tunaona zahanati ya Mihama inafanya kazi. Hukuishia hapo, barabara ya Jiwe Kuu. Kipindi hicho hatukuwa na diwani, tumeona kwa macho yetu ukisimama barabara ile ikijengwa kwa kiwango cha mawe. Kitangiri Kati tulikuwa ni ndoto kusikia maji. Mwenyekiti wa CCM kata ya Kitangiri umesimama imara. Mpaka leo ninavyoongea, mtaa wa Kitangiri Kati kila kona kuna mabomba ya maji. Lakini mheshimiwa mwenyekiti, haya mambo usingeweza kuyafanya mwenyewe kama usingekuwa na ushirikiano mzuri na mheshimiwa mbunge wa jimbo la Ilemela. Mheshimiwa wajumbe, nyie ni mashahidi. Mbunge anatoka kwenye tawi hili. Naomba salamu zimfikie mheshimiwa mbunge wa jimbo la Ilemela kwamba sisi Kitangiri Kati tuko pamoja naye. Kwa mjibu wa vikao, tutafanya vikao. Kazi ambazo amezifanya tutaendelea kuzisema. Hatuko tayari Kitangiri Kati kuchonganishwa na mbunge. Hatuko tayari kunyamazishwa kusema kazi za mbunge ambazo amezifanya, iwe ni kwenye tawi, iwe ni kwenye kata, iwe ni kwenye jimbo, sehemu yoyote. Biblia inasema msipomsifu Mungu atainua mawe yatamsifu. Ukiona sisi huku chini tunasema, labda katikati au juu hawajasema, ujue Mungu kainua mawe ili yasemee kazi ambazo anazifanya mheshimiwa mbunge. Lakini pale tunaposema, ndugu wananchi na wanachama wa Chama cha Mapinduzi, yamkini watu wengine watafikiri kwamba tunawashtaki. Hapana, ni macho yetu yametuonyesha kile ambacho mbunge anakifanya kwenye jimbo hili, na ameshuka mpaka chini kwenye matawi. Kila kona wilaya hii hakuna sehemu ambayo mbunge hajagusa. Hakuna mtu mmoja ambaye hajaguswa na mbunge. Mheshimiwa Angelina Sylvester Mabura. Hapa nadhani naongea na wana Kitangiri, lakini naongea na wana Ilemela, lakini naongea na mkoa wa Mwanza, na naongea na Watanzania wote. Si ndio hivyo? Kwa sababu mimi hapa ni sauti ya mheshimiwa rais. Kwa sababu ndo mwenyekiti, wasaidizi wake ndo sisi. Yeye hawezi kuja hapa, akija tunaitaka wote tunaenda wapi? Furahisha kama ni Nyamagana, mtasomba wote mtaenda. Hakujua hata sura yako ipi. Nasema uongo. Mimi sina kujua. Ndo nawakilisha, nikitoka hapa kila mtu ana kipande chake. Nikitoka hapa naenda na kipande changu mpaka halmashauri kuu ya wilaya. Mkurugenzi yupo, bunge yupo, sawa? Mkuu wa wilaya yupo. Ndo anachukua anapeleka wapi? Mimi niliomba hizi zahanati jamani toka nichaguliwe 2017. Nilitukana kwa nitukana. Huyu ameambiwa nani kuomba zahanati? Nachekwa naambiwa mjinga mshamba yote. Jamani hii kamnyenye ya pale kata hapo mnaona ile ndio ilitengeneza kwa hilo. Nilikula milioni 36. Na ndio nao tengeneza leo wao makundi kila siku. Fulani hafai. Dile mngeenda kwenda kina mama tanyenye mkajifungulia hapa. Lakini leo tuna zahanati ya kisasa Mihama. Na hii unaona lamani ya Mihama na hii hapa. Ni kitu hiki. Lamani moja. Tulifuta, mimi alikuja DMO tukafuta viwanja 5. Msidanganywe kwamba hili leo jengo zahanati ile ni ya familia. Hapana. Ile hati zote zinakaa kwa mkurugenzi.
Ndio maana ingekuwa ni ya kwake, angeweka bango la kwake, jina lake, halafu akaweka mkandarasi, engineer akawekwa pale. Lakini hilo si zahanati, ni ya kwenu, ya umma. Msidanganye kuambia hiyo ni ya familia. Jina tu kuitwa. Leo majina ukienda mtaa wa fulani, kwani ni wa kwake? Si jina tu naitwa, yeye anatafuta jina kwa sababu kiwanja walitoa bure. Jina tu kuitwa. Lakini hati iko kwa mkurugenzi, ni mali ya serikali. Hizi zote unazoona miradi yote hayo, mabarabara zote nini, mradi umetoka, hati zake zote ziko kwa mkurugenzi. Hakuna mtu anayepewa, labda hati unayopewa ni wewe. Lakini ndugu zangu, niwakumbushe, wilaya Ilemela kati ya wilaya 7 ni namba 1 kwa hati. Mlipata uongo? Mlikuwa mkienda pale mnapewa hati yako, inaongoza wilaya Ilemela. Ukienda kuingia tuambeza huyu mbunge tumbota kitu, ukienda pale Magu, mimi si yule ni kaka yangu yule mbunge Magu, anatamani sana hapa. Kati ya mbunge aliye na makatibu wengi ni Angelina, wengine na huyu, lakini hapa kuna kama 6, si hapa wanaweza kufika 6 makatibu. Kuna mratibu anayekuja, mnampigia simu, hata hapa anakuja. Hawabagui kwamba mpaka mbunge, wewe mpigie tu simu kwamba baba yetu huko mpovu, anakuja mratibu, anaangalia, anapiga simu kwa bosi, wanaleta nini, msaada. Lakini sisi hapa ndo hayo ndugu zangu. Mimi ni wa kwa nani sasa? Kwani umetumwa? Sifanye maendeleo kwanza, acha alama. Kiongozi ukiacha alama, hata kijana wako unaotoka siku haupo wewe, kijana wako umemwachia neema. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakupongeza sana. Hapo mwanzoni mimi kweli nilikuchukia. Unajua msema kweli pia ni mpenzi wa Mungu eti. Nilimchukia kweli Mheshimiwa Mwenyekiti. Lakini baada ya kukaa naye sasa, akanieleza mazuri aliyofanya, nikayafanyia nini? Upembuzi kwa ushahidi. Ni kwamba nilimpenda mno huyu Mheshimiwa Mwenyekiti. Kweli nilimpenda sana, nikamwomba, nikampa na mkono nisamee. Nilikuelewa vibaya. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa nasema haya, katibu wako hamko pamoja na mbingu zinatusikia. Lakini na mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi kata hamko pamoja. Kwani tusemee wapi? Si huko hapa? Hamko pamoja. Na nipende kusema ni wanafiki kabisa, 10%. Nina ushahidi wa wenye viti kama 5 wa kata hii wanaambiwa na mheshimiwa mmoja, ukinangwa wewe sasa jinsi usivyofaa, na akadai kwamba wampigie debe ili kusudi aweze kufanyaje, aweze kunyanyuka kidedea. Wenye viti hao niliwaambia, nafikiri bahati nzuri situko pale kata. Wenye viti hao niliwaambia, jamani, mwenyekiti mbona cha kwanza hana makundi, hana ukabila, hana udini, mbona haya tena? Unaona kitu kama hicho? Lakini na vikao nafikiri ndio hivyo tena, vinakwenda huko na huko na huko kwa ajili ya kusema mabaya wewe. Unapo, bila shaka mimi nimesema hapo mwanzo nikuchukia sana. Lakini baada ya kubaini ukweli nilikupenda kweli kweli. Unaona kitu kama hicho? Kwa hivyo nataka kusema nini? Tunapoongelea masuala haya ya amani katika mtaa huu, tukiachana na sehemu zingine, manake tuanze kwanza sisi kuangalia mboni ya macho yetu. Je, niko safi kwa kiwango gani? Bahati mbaya sana hatupendi kuambiwa ukweli. Unaona kitu kama hicho? Hatupendi kuambiwa ukweli. Unapomweleza kiongozi kwamba hapo unapokwenda sivyo, anakuchukia. Nipende kusema kwanza, kazi anazozifanya dada yangu Angelina ni kazi kubwa. Ni mama mmoja wa tofauti, na ni mama wa pekee, na ni kiongozi wa pekee. Heshima yake lazima tumpe. Hakuna mtu ambaye angeweza kutufanyia haya anayotufanyia katika tawi letu hili. Mnyonge mnyongeni, haki yake mpeni. Wanaopiga debe kumchafua, acha wamchafue, lakini wakati ukifika kula zitaamua. Kula zipo na yani kama 100%. Mimi naamini kwamba sidhani kama dada hajafanya kazi katika Ilemela hii. Ilemela kata 19 zote amefanya kazi za jumuiya, amefanya chama wa vijana. Hakuna kitengo ambacho ameweza akakipendelea au kikakosa huduma kupitia mfuko wa mbunge. Kila sehemu pamegusa, iwe jiwe kuu, iwe wapi, hususan kata ya Kitangiri. Katika serikali yetu ya mtaa hatuko salama. Mwenyekiti ndio chanzo na chachu ya kutuvuruga Chama cha Mapinduzi. Mwenyekiti ana makundi na tabaka. Leo mimi nimeibiwa usiku saa 10, wameiba. Ukimwambia na kutajia mmeibiwa nini na nini na nini,
Umeona? Yaani ni mtu ambaye anabeza. Kwa kweli Lukonge amekuwa chanzo cha migogoro. Ukiingia kwenye chama ni yeye. Wa kwanza yeye ndiye analeta wagombea. Hao wagombea watia hofu. Yeye ndiye analeta na yeye ndiye anachangia kumvurugia mama kula kwa kitangili. Yeye ndio chanzo. Na Angelina atambue nyoka wa kwanza, swila wa kwanza ni Lukonge. Yaani apewe na waandishi na Rose ingelikuwepo aende kumpa, sababu yeye ndiye anempa message. Kwambie mama Yona amesema swila wa kwanza ni Lukonge. Kama ni kunifuata anifuate. Njia zangu kuu ni mbili za kuja nyumbani kwangu. Kwa hiyo kama anaweza anifuate, aache uchonganishi ndani ya chama, aache kugawa wanachama, sisi tunie mamoja tukitengeneze chama chetu. Yeye wa kwanza kupola miradi ya maji. Angelina ameweka pale bomba la maji. Yeye kala mtaji, kala hea faida ya maji, kangoa na bomba. Mwizi mkubwa ni nani kama sio Lukonge? Lukonge ndiye anatuibia na watu wake. Ya kwangu nimefikisha. Kero yangu kubwa kuhusiana na mwenyekiti wetu wa serikali ya mtaa akishirikiana na mtendaji wa mtaa huu. Yaani wamekuwa ni wasumbufu ndani ya mtaa huu. Angalia hii ofisi hapo nyuma mlipokaa. Pameandikwa pabomolewe na namba za mtendaji. Ina maana hiyo ni rushwa. Kwamba ukifika ukuta mtu amepigiwa X pale, upigie namba zake ili umpate, ili akupe utaratibu namna gani utakwenda kumpa pesa. Sijawahi kuona nchi hii, hata kama kuna vibali, hata kama kuna shida imetoka halmashauri, sijawahi kuona mtu anakuja anaweka X na namba zake. Ina maana nini tofauti nani? Tafasiri yake ina maana unatakiwa umpigie simu uende ukampe pesa. Kwa hiyo mwenyekiti anatumika na mtendaji kuja kutuvuruga sisi wanamtaa. Ameshatengeneza mazingira kwamba ili atafute sasa namna ya kupata posho. Kwa sababu gani? Ana shida moja. Akishamaliza uchaguzi wa serikali za mtaa, anakuja kuanza kusumbua jumuiya zilizoko, aanze kutengeneza safu yake ya kuja kumweka baadaye madarakani. Akishamaliza uchaguzi wa mtaa, anakuja kwenye jumuiya kuwavuruga wenye viti, watendaji, kuhakikisha kwamba yeye anahakisha kwamba anaweka watu wake anawataka. Mimi niko hapa, kuna watu wake amewaagiza wampelekee, waseme Bitema alisema hivi. Na ni kweli katibu wako naye hafai. Juzi tuko pale anaongezea neno, anasema neno lingine lililosema hapa walimtaja Hange Masaru. Unaona? Yaani wewe unamtaja mwenyekiti wako, unamuongezea maneno ya uongo kwenye maandishi. Mpaka mwenyekiti akasema kamati iliyopita kamati ya siasa iliyopita ya kata ilisema maneno mawili, iteni kamati ya siasa ya tawi la Kitangiri Kati kwa mazungumzo. Lakini hayo mengine umeyatoa wapi? Mimi niliposimama nikamwambia mbona unabishana na wewe na mwenyekiti wako? Na kweli mnavyosema kwamba katibu naye ana matatizo ya makubwa. Na hilo nalo nashangaa hamuambii mwenyekiti ni mkubwa mno. Mimi nashangaa chairman ni mkubwa katika vitu ambavyo nyinyi mnavifikiri tu. Mwenyekiti wa kata ni mtu mkubwa. Hakuna mtu mwingine kwenye kata hii kama mwenyekiti wa kata. Lakini mimi nashangaa mtu anafika kule anamsema tu mwenyekiti. Mwenyekiti fika mahara uache upole wa namna hiyo. Mimi nakwambia, unajua mimi naweza nikasema ukao unasema Sarabanza anajua, halafu huyu atakapochukua fomu atapitia kwangu kumsainia. Namwambia haya maneno kwamba hakikisha mtu anafanya, mwambie aje atubu hayo mambo. Mwache kumwambia eti mimi namwacha. Acha haya namna hiyo. Sura ya sasa hivi ya CCM haiko hivyo. Tulikuwa na watu wa namna hiyo lakini hawako kwa sasa wa namna hiyo.